Bwana Yesu apewe sifa. Mimi naitwa mtumishi wa Mungu Askofu Dr. Eliasafi Matayo, ni mchungaji wa mahala pamoja wa kanisa lililoko Boko, Dar es Salaam. Kwa neema ya Mungu na kibali kutoka kwa Bwana, ninaomba niongee na watu wa Tanzania. Niongee na Tanzania kuhusu nchi yetu ya Tanzania, nchi ambayo tumepewa na Mungu, nchi yenye neema, nchi ambayo ni tofauti na nchi nyingine zozote duniani. Tanzania ni nchi ya amani, ni kisiwa cha amani, na Mungu ametubariki kwa kutupa uongozi toka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hata Rais wa awamu ya 6 mama yetu Samia Suluhu Hassan. Ninapenda kusema na Watanzania kwa ujumla wetu, makabila yote, dini zote, ya kwamba tusicheze na amani ya Tanzania. Amani hii ni tunu, ni zawadi kutoka kwa Mungu ambayo mataifa mengine wanaiomba kwa Mungu hawaipati. Tunayo sisi Tanzania kwa miaka mingi. Na amani hii, ndugu zangu wa Tanzania, ilijengwa toka Mwalimu Nyerere, imejengwa. Hatubaguani kwa udini, hatubaguani kwa makabila, tunaishi pamoja. Kuna nyumba utakuta baba ni Mkristo, mama ni Muislamu, watoto ni Wakristo. Dini zinachanganyika Tanzania, watu wanapanga pamoja nyumba moja, wa dini tofauti, wenye imani tofauti. Sivyo ilivyo katika nchi nyingine. Amani unayoiona, utulivu unaoona, umefanyiwa kazi. Ni kazi kubwa kukipata kitu kizuri, kujenga taifa lenye amani, lenye umoja, lenye mshikamano. Ni kazi ndogo sana kuiharibu amani. Ni siku moja tu, na amani ikitoweka, maisha yametoweka. Hakuna mwenye nguvu, mwenye afya atakwenda akiwa daktari hospitali ya Muhimbili akatibu wagonjwa kama hakuna amani. Hakuna mwenye nguvu atakwenda kwenye shamba lake kulima, ama mvuvi atakwenda kuvua kukiwa hakuna amani. Madereva wa bodaboda hawataendesha bodaboda. Kila mtu atakuwa anatafuta uhai wake. Ndio, inawezekana tuna mahitaji ya kimwili, wengine wanahitaji nafasi za kisiasa, lakini amani ni muhimu kuliko mtu mmoja. Amani ni muhimu kuliko mtu yeyote. Nami ninaomba kila mmoja wetu tarehe 29 mwezi huu wa 10 2025, kwanza ajitokeze kupiga kura. Chagua viongozi ambao Mungu amewapa maono. Biblia inasema watu wakikosa maono, nchi inaweza kuharibika. Na tunao viongozi ambao Bwana amewaleta, wamezaliwa ndani ya Tanzania kwa ajili yetu, waweze kuziendeleza rasilimali za Tanzania, madini chini ya ardhi, mafuta katika bahari, wanyama katika mbuga, ardhi nzuri, wanyama katika mahali popote ambako iko wanyama. Bwana amewaleta hao watu. Ni wabunge, watakuwa mawaziri, ni madiwani, watakaa kuketi na kupanga na kuongea maendeleo yetu. Ndugu zangu, maendeleo hayana siasa. Maendeleo sio CCM, maendeleo sio Chadema, maendeleo sio Chauma. Maendeleo ni watu, na uchumi ni watu. Sababu za kisiasa zisiondoe amani. Wako watu wanasema uchaguzi usifanyike, wako watu wanasema tusipige kula. Hii ndiyo njia ambayo Mungu ameiweka. Kula huamua. Nenda kapige kula, kula yako itaamua unachokitaka. Chagua kiongozi. Kujenga nchi ni jambo kubwa sana. Tanzania ina umri gani? Miaka 64. Yako mataifa yana miaka 250. Amerika hivi leo, hatuwezi kujilinganisha na Amerika ikiwa wao wameanza kuwa na uongozi miaka 250 iliyopita. Ulaya miaka 500 iliyopita.
hatuwezi kulingana nao. Hakuna rais anayeweza akabadilisha maisha ya kila Mtanzania kwa miaka 5 ama kwa miaka 10. Uganda ina rais ana miaka mingapi? Lakini bado kuna shida Uganda. Hata ungepewa miaka 30 hautaweza, bali Bwana hubadilisha viongozi kwa wakati wake ili watuletee maendeleo. Tunza amani, ndugu yangu. Unaweza ukawa ni tajiri, una fedha katika benki, hautaipata hiyo fedha kwa sababu amani imetoweka. Unaweza ukawa na tajiri, una gari, lakini utapanda hilo gari lako, litafika kule Chunya, Mbeya, litapigwa risasi ama litachomwa moto, wewe na gari lako na mali yako utapotea. Ni bora uwe maskini na amani kuliko kuwa tajiri katika vita. Unaweza kuishi Gaza wewe, unaweza kuishi Ukraine wewe. Tumejua na tuna uthibitisho wa maisha ya ndugu zetu Afrika Mashariki hapa majirani. Rwanda mwaka 94 genocide, watu 1,000,000 wakafa wakati ule wa vita. Hata kama tulivamiwa na nduli Idi Amin, lakini Tanzania watu tulikosa chakula. Tulikuwa tunakula ugali wa njano, unaitwa unga wa njano. Watu walikuwa wanatafuta dawa ya meno, hawaipati kwa sababu ya athari za vita. Tunza amani. Wewe kijana unaweza ukadhani una nguvu, tunza amani, utaweza kufanya chochote. Na mimi sio mwanasiasa, mimi sina chama cha siasa, sina kadi yoyote ile ya chama, lakini kama mtumishi wa Mungu ninamshukuru Mungu kwa ajili ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kutunza amani ya Tanzania. Hiyo ni tunu na ni jambo kubwa. Hata kama angekuwa kufanya kitu chochote, lakini kutuwekea amani, tuweze kuhubiri Injili. Hatuwezi kuhubiri Injili pasipo amani. Twende misikitini, hatuwezi kuswali pasipo amani. Tuje makanisani, hatutaweza kumsifu Mungu pasipo amani. Hilo linatosha kumheshimu mwanamke huyu ambaye alikuja kwenye nafasi hii. Hakujipanga, Mungu ndiye aliyeamua. Wanaomchukia wanaweza kumchukia, lakini mimi kama kiongozi, imeandikwa katika Timotheo wa kwanza sura ya 2 ya kwamba nina wajibu wa kuomba kwa ajili ya rais, kwa kuomba kwa ajili ya wafalme, ya kufanya dua, sababu Mungu ndiye anayeweka wafalme. Kwa wakati wake Bwana atabadilisha uongozi, lakini sio kwa kuleta vurugu, sio kwa kuondoa amani, sio kwa kuwakataza watu wasipige kula. Siasa isitugombanishe. Watu wenye uchu wa madaraka wasitugombanishe. Hata kama tungempa mtu ambaye ni mpinzani akawa rais leo, sio kwamba maisha ya kila Mtanzania yatabadilika baada ya miaka 2, miaka 3. Maendeleo ni hatua, maendeleo ni mipango, maendeleo yanahitaji umoja, maendeleo yanahitaji amani, maendeleo yanahitaji mazingira ambayo kila mtu atapata fursa ya kufanya kazi. Tanzania tunayo moja, ni mama yetu. Tukipoteza amani, tumeipoteza Tanzania. Afrika Mashariki, kila nchi inaweza kukimbilia Tanzania. Sisi wa Tanzania hatuna pa kukimbilia. Afrika yote hatuna pa kukimbilia. Ulaya za Amerika hatuna pa kukimbilia. Hii ni nchi, hiki ni kisiwa cha amani. Watu wote wa Zaramu, watu wote wa Fipa, wa Pemba, watu wote wa Gogo, wa Chaga, amka asubuhi, Mungu akulinde, akupe afya, nenda kapige kula, rudi nyumbani, mshukuru Bwana kwa kuwa Jehova anakwenda kutuchagulia viongozi wengine watakao tupeleka miaka 5 yenye neema, yenye maendeleo, kwa jina la Yesu Kristo. Nami natabiri ya kwamba hiyo neema utaiona katika amani timilifu ya Yesu Kristo. Bwana anasema amani duniani haipatikani isipokuwa kwake yeye Yehova. Akasema katika maandiko, amani yangu nawaachia. Tanzania uwe na amani. Anga la Tanzania uwe na amani. Malaika wa Bwana wailinde Tanzania. Katika anga wailinde Tanzania, katika bahari wailinde Tanzania, katika ardhi wailinde Tanzania, kwa jina la Yesu Kristo. Baada ya uchaguzi wa 29 mwezi wa 10, Tanzania itaendelea kuwa na amani, asema Bwana wa majeshi. Na kila adui aliyeingia ndani ya Tanzania kuleta machafuko hata kwa salama, anang'olewa, anaondolewa, anarudishwa kwa yeye aliyemtuma. Tanzania inaatamiwa kwa damu ya Yesu Kristo. Amina. Haleluya, haleluya.